Tuangalie mambo 10 ya kuzingatia ili kuifanya siku yako kuwa njema. Namba 1, nitakuwa naenda haraka. Kuna mengine nitakuwa na kasi zaidi kuyafafanua, mengine naenda haraka. Na kabla sijaenda huko kwenye namba 1, labda niwasaidie. Haya ni mambo unayotakiwa kuyafanya mara kwa mara. Nitakayo kutajia. Biblia inatumia neno mara kwa mara, yani always. Biblia inatumia neno day after day, yani siku baada ya siku. Biblia inatumia, tutaona yote hizo language zote. Biblia inatumia neno every day, yani kila siku. Miongoni mwa haya mambo nitakayotaja, yanawezekana asifanyike kila siku, ila yanatakiwa yafanyike mara kwa mara. Kuna mambo ukiyafanya mara kwa mara yanaweza yakakaa hadi siku 5, na yapo ambayo yanatakiwa yafanye kila siku, kwa sababu yanahitajika kila siku. Yale yasiohitajika kila siku na yafanya mara kwa mara, kwa sababu jambo jingine la mara kwa mara linaweza last for 10 days. Kwa tayari umecover. Kuna jambo lingine unaweza kulifanya leo na usilifanye kesho. Kuna jambo unaweza kulifanya wiki hii na usilifanye wiki inayokuja, lakini kulingana na uwezo na nguvu ya lile jambo likacover 2 weeks. Sasa ile inaitwa nini? Mara. Kuna jambo linahitaji day after day, every day. Lakini lengo la mambo yote haya ni kuitengeneza siku yako. La kwanza sasa ambalo linatengeneza siku yako, either lifanyike mara kwa mara au kila siku au siku baada ya siku. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulizingatie ni kusifu na kuabudu. Kusifu na kuabudu wengi mnafanya kinyume, na nataka ni discourage hiki kitu. Watu wanadhani kusifu na kuabudu ni pale watakapoweka wimbo wa kusifu na kuabudu. Mimi sifundishi nyimbo za kusifu na kuabudu. Usichanganye topiki zangu. Mimi leo sifundishi nyimbo za kusifu na kuabudu, ninafundisha kusifu na kuabudu. Kusifu na kuabudu hakuhitaji sauti. Kusifu na kuabudu ni kutoa moyoni ulichonacho kwa kumsifu na kumshukuru Mungu na kumwabudu Mungu. Mimi sizungumzii ustadi wa nyimbo na vinanda katika kusifu na kuabudu. Hilo ni topic nyingine. Nazungumzia roho ya kusifu na kuabudu. Hii haihitaji sauti. So kwa sababu ya watu wengi kudhani kusifu ni nyimbo, na anasema sina sauti nzuri, basi atatafuta wimbo wa mtu. Atachukua wimbo wa mwimbaji fulani aweke, anasema ninasifu, ninaabudu. Lakini kusifu na kuabudu ni kutoa yaliyo ya moyoni kwa lengo la kumsifu Mungu na kumwabudu. Neno kusifu ndio inaanza kusifia. Kumsifia Mungu hahitaji upigiwe kinanda. Mungu ulivyo mzuri. Mungu wewe ni daktari wa madaktari. Hii ni sifa. Sasa, hili jambo linatakiwa lifanyike mara kwa mara au kila siku. Na sio jambo la kuopti. Sio jambo wengine wasifu, mimi sisifu. Ni la kila mtu. Na mtu atakaye master kulifanya mara kwa mara, lakini zaidi kila siku, huwa anatengeneza siku njema sana. Na watu tunashauri watu unapoamka asubuhi, kama kuna mambo unayafanya, na nishafundisha kwenye somo la asubuhi, sitaki kuchanganya sana. Kama kuna mambo unayafanya asubuhi, kusifu kusikosekane. Kitabu cha Ibrania 13. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Umeona neno daima? Kwa njia yake yeye, yani Yesu Kristo, yani kupitia Yesu. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Yani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Ni midomo, sio kinanda. Na sio wimbo. Yani dhabihu ya sifa inatoka kwenye tunda la midomo. Na usiseme na sifu tunataka utoe sauti. Kwa Kiingereza NIV. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess his name. In continually, non-stop. So kwamba mwezi huu unajisikia kuimba, no, continually. Hebu angalia. Mungu anavyojali sifa, anasema kwa aliyoyafanya Yesu, kwa njia ya Yesu Kristo, midomo yetu itoe sifa daima, continually, always. Mtu anayetoka nyumbani ameworship, ameabudu, ameumimina moyo mpaka anatamani, anasikia kama kulia, sio kwa sababu ana machungu.
ni kulia kwa sababu amekusogelea kiti cha rehema na cha enzi kwa njia ya sifa. Huyu mtu atajikutana na habari mbaya anayocheka wakati ujao. Ameitengeneza siku kukusifu na kuabudu huku. Hata ukikutana stress, you don't stress. Siku yako imetengenezwa kusifu na kuabudu, kuleta ujasiri, maana unamsifu Mungu alafu hiyo Mungu anakuja kuwa halisi kwenye moyo. Unapomsifu Mungu anasaidia, anakuja kuwa halisi. Unapomsifu Mungu anayeponya, anakuja kuwa halisi. Watu wengi wanaobeba sifa ya kweli, sio kuimba, mimi siongele kuimba. Watu wengi wanaobeba sifa ya kweli hata magonjwa yakae kwa sababu Mungu anaketi mahali penye sifa. So unaitengeneza siku yako. Let us then always offer praise to God as our sacrifice through Jesus, which is the offering presented by lips that confess him as Lord. Anasema this must be done how many times? Always. Hivi ndivyo unavyotengeneza siku. Naongea na mtu hapa. Na faida yake nini kubwa hii? Huwa inaondoa kukosa amani. Wala watu wasumbuliwa kukosa amani. Watu wasumbuliwa sio kulialia. Matatizo unawaza, tatizo hili muda mrefu nimekaa nalo. Praise God. Worship him. Usisubiri kuja kanisani na discourage vitu viwili. Kudhani kuworship na kupraise ni mpaka uimbiwe nyimbo. Cha pili ni mpaka uje kanisani. No. Nyakati ya kwanza 16:23. Mwimbieni Bwana nchi yote. Tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Which means Mungu anategemea tumuimbie siku. Maana yake siku hii kisha. Leo ni juma ngapi? Kesho juma ngapi? Kesho kutwa juma ngapi? Isipite. Which means usipo praise na worship kwa siku umeharibu. Kama siku yako inatakiwa itengenezwe na vitu ambavyo ni 100%, maana yake kuna 10% kama 10 au ngapi umeharibu. So that's why siku yako inaisha vibaya. Siku yako inaisha na magomvi. Inaisha mwelewani. Wewe mwenyewe ujielewi. Umekata tamaa. Unataka kuacha wokovu. Unataka kukimbia nyumba. Unataka kuacha kazi. Unataka kuacha masomo. Hujaitengeneza siku. Hiyo inatuletea kwenye namba 2. Namba 2 ni kuhubiri au kutangaza habari za Mungu. It has to be done every day. Kuhubiri au kutangaza habari za Mungu. Yaani kuwaambia watu Mungu yukoje. Sasa hii ya kwanza ya praise and worship inaelekea kwa Mungu. Hii kutangaza na kuhubiri inaelekea kwa watu. Ndio tofauti hizi mbili. Hii ya kwanza unatangaza fadhili za Bwana. Hii ya kwanza ya kusifu na kuabudu, unatangaza wema wa Bwana, unatangaza ukuu wa Bwana, unatangaza Mungu alivyo mwokozi, unatangaza Mungu anavyoponya, lakini unamwambia yeye Mungu. Isa unamwambia Mungu najua unavyoponya. Hii inaitwa worship and praise. Lakini ukigeuka ukawaambia wanadamu, sasa inaitwa kutangaza habari za Mungu au kuhubiri. So siku isipite hujahubiri. Turudie mstari. Mwimbieni Bwana nchi yote. Achana sawa kuimba, tushatoka. Bi yake, tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Acha kizungumza katika mstari huu kwamba unapomwimbia Mungu na unapotangaza wokovu iwe ni siku kwa siku. Nao tu kwenye swala la kutangaza wokovu. Tangazeni wokovu wake siku kwa siku. Wahubirini mataifa habari za utukufu wake. Na watu wote habari za maajabu yake. Lini? Siku kwa siku. Ni kuambia mataifa habari za Yesu. Hii haihitaji mwinjilisti. Hii haihitaji mchungaji. Hii inahitaji mtu aliyeokolewa. Kwa lugha nyepesi, washuhudie ukuu wa Mungu juu ya maisha yako. Washuhudie ukuu wa Mungu juu ya maisha wengine. Biblia inasema lifanyike siku kwa siku. Isipite siku pale kazini hujawaambia watu Yesu anaweza hili. Jivunie Yesu wako. Punguza sifa za wapenzi my dear. Punguza, uwe spiritual. Punguza sifa za kuwasifu marafiki. Punguza sifa za kumsifu mkeo. Punguza sifa za kumsifu mmeo. Ukifanya hivyo zaidi ya Mungu, Mungu ana wivu, ndio maana hata hiyo ndoa hajaingia katikati. Kwa sababu anaona unampraise mumeo kuliko yeye. Ndio maana ukimuita kwenye shida, Mungu haji. Do not praise your wife more than God. Do not praise your husband more than God. Do not praise your boyfriend or girlfriend more than God. Do not praise your friend more than God. Mungu Biblia inasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Unajua kutangaza fadhili za Bwana every day, day by day. Biblia inasema tangaza wokovu wake. Tangaza anavyookoa, anavyoponya, anavyoinua. Waamini wasiamini, wewe itengeneza siku yako.
Bwana daima huwa na wale wanaotangaza fadhili zake. Itangaza siku pale chuo. Usicompromise injili. Inua mkono sema, mataifa yote yajue Yesu ni Bwana. Sikusikii. Yesu ni Bwana. Wewe uliyeko hapa na wewe nitazama, sema maneno haya, mataifa yote yajue. Afrika ijue, Asia ijue, Ulaya ijue, Australia ijue, mataifa yajue Bwana ndiye Bwana. Yesu ndiye Mwokozi aliyekufa na kufufuka peke yake. Ameshinda mauti, ameketi mkono kuume wa Mungu Baba. Kila mtu aseme Jesus. Haya mambo unayafanya lini? Siku kwa siku. Ya tatu, jambo la tatu kufanya ni kukusanyika katika ibada au fellowship. Ili jambo linatakiwa kufanywa mara kwa mara au kila siku. Kukusanyika katika ibada au maarufu tunaita nini? Fellowship. Fellowship inapaswa kuwa mara kwa mara, ikiwezekana day by day. Apostle, twende kanisani kila siku? La hasha. Lakini unaweza kufanya mkusanyiko mahali uliko na wengine. Sizungumzi kuomba peke yako, nazungumza kukutanika na wengine. Matendo ya Mitume 2:46. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba na kushiriki chakula chao kwa furaha kwa moyo wote. Walidumu ndani ya hekalu. Neno kudumu ni nini? Kudumu inatokana na daima. Walikaa katika hekalu, walidumu. Niwekee version ya Kiingereza. Every day they continued to meet together in the temple courts. Walipomaliza wakahamia nyumbani. Waangalie vizuri pale. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Listen, hao watu walikutanika kanisani kila siku, lakini walipopata chance nyingine walikutanika majumbani. Ninachokizungumza hapa ni fellowship. Hatuko kanisani juma ngapi? Fellowship nyumbani, fellowship ofisini, fellowship kwenye Zoom meeting. Sasa hivi teknolojia imekuwa, we can meet even via Zoom. Teleconference, tunaweza kukutana kwa namna nyingi. Unanielewa? Fellowship ni swala la kila siku, linajenga siku. Namba 4, jambo la 4 unalopaswa kufanya kila siku au mara kwa mara, linajenga siku, ni kusoma na kutafakari neno la Mungu. Wengi ni masikitiko, wengi nasikitisha, mnasoma Biblia mkija hapa Zaburi 1:2, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Tafsiri ya mchana na usiku ni nini? Ni kila siku. Huyu anatafakari neno la Mungu mara ngapi? Kwa siku ngapi? Siku 2 tu. Listen, ili swala usifanye la wiki. This is not weekly. Kwa swala neno la Mungu lenyewe lazima ukukazie, ni kila siku. Usiende kitandani hujafungua verse. Na usifungua sababu ya ngoja nisema waliniambia nikilala bila kusoma. Kwa hiyo unafungua kama sio hivyo. Ni ile ya kukaa na muda na unatafakari na unaandika notes na unaelewa. Swala la neno ni kila siku. Hii inakujenga kuliko unavyodhani. Watu wengi hamna stamina za kiroho. Watu wengi mnasumbuliwa na majaribu. Watu wengi mnasumbuliwa kukata tamaa. Hakuna neno. Neno ni kila siku. Neno ni mafuta. Neno ni injini ya kukusukuma. Neno ni nguzo ya kusimamia. Neno ni ngome wakati wa taabu. Neno linapaswa kuwa kila siku. Nyakati wa kwanza 16:15. Likumbukeni agano lake milele. Neno lile aliloviamuru vizazi elfu. Kumbukeni agano lake. Agano la nini? Neno lile. Neno lile aliloamuru vizazi. Kuna maneno mengi ya maagano umndani. Kuna maneno mengi ya ahadi umndani. Andiko hili tufafanuliwa kwamba siku isiishe ujaangalia ahadi ya Bwana. Ndio maana unaishiwa nguvu. Ndio maana unakuwa powerless. Kwa sababu unasahau Mungu amesemaje.
Neno la unajua ukiwa unasema Mungu alisema hivi na kuchukua Biblia na kusoma ni vitu tofauti. Kuna siri kubwa watu wajuaje hapa. Kuna siri kubwa kusoma kilichoandikwa. Kusema kwamba Mungu aliwahi kuniahidi hivi. Mungu aliwahi kuniahidi hivi. Hata kama unajua hichi kifungu, hiyo iko dhaifu kuliko kuchukua. Ukichukua neno hili ukalisoma, unasikia kuna kitu kipya kabisa. Hii wasaidia watu wanaosema Biblia hiyo eneo nalijua. Hii haina cha kujua, unarudia. Mungu anataka neno lake liwe kila siku, liwe daima. Inua mkono. Sasa Bwana Yesu, naomba nisaidie daima nisome neno lako. Daima nikumbuke ahadi yako. Kila kukicha nipe kuitaja ahadi yako. Okay, tusome wote. Be ye mindful always of his covenant, the word which he commanded to 1,000 generations. Now unakuwa mindful lini? Siku ngapi? Wiki ngapi? Always. Yani lazima uwe na ahadi ya kujikumbushia, unakuwa na reminder. Na usipokuwa na reminder ya ahadi, unaanza kuwa weak. Imagine umetoka umesoma maandiko 5 yenye ahadi juu ya uponyaji. Daktari akikupa ripoti mbaya, hautatemeki. Na leo natoa ushauri. Amnisikii? Naomba niwape ushauri leo. Wewe uliokuwa hapa na unanitazama, usiende kumuona daktari bila kuangalia neno, utakufa kwa pressure. Mmenisikia? Mmenisikia? Amesikia? Mmenisikia? Usiende kumuona daktari bila kuziangalia ahadi za Mungu. Za nini? Za uponyaji kwanza. Utaenda kuambia kwamba maisha yako ni 50-50, utafia kwenye mlango pale. Utatoka umechanganyikiwa. Lakini ukienda kwa daktari akakuambia sentensi 2 au 3 kwamba naona kuna kitu hiki, moyo wako uko hivi, moyo wako utabasti, sio moyo wako utasimama, maini yako sio yatafanyaje, sio figo zitafeli. Huko umesoma mistari 15 ya kwamba Mungu ni Jehova nani? Jehova Rafa. Ukasoma statia juu yako magonjwa ya Kimisri. Unamwambia daktari haya ni magonjwa ya Kimisri. Oh man, unatoka unaenda zako. Lakini huna neno la ahadi la siku hiyo. Na ndio sio neno uliojifunza Jumapili. Sio neno uliosoma juzi. Lazima uwe na neno la siku. Biblia inasema ujikumbushe ahadi zake always. Kama Mungu angekuwa anajua ukisoma mara moja inafanyika, angesema ujikumbushe ahadi zake mara moja. Mungu anajua you need it always. Be ye mindful always of his covenant, the word which commanded to 1,000 generations. Always be mindful, always. Not after 5 days, not Sunday to Sunday. It has to be always. You remind yourself with the word of God. Any promise that comes direct to benefit to you, remind yourself always, I'm like this. I'm not a tail, I'm the head. I'm not sick, I'm healed. By his stripes, I'm healed. I'm no longer condemned, I'm justified, I'm born again. Remind yourself always. Number 5. Masataka prabia manos. Kutunza furaha. Hapa ni tatizo. Number 5, tunza furaha. Ni kitendo cha kusema tunza furaha, ni maana yake kuna kitu unatakiwa ufanye pale. Kumbuka nafundisha mambo kuzingatia ili kuifanya siku yako kuwa nini? Nzuri au njema. Nikisema tunza furaha, maana yake unatakiwa ujitahidi ujiepushe na vitu vinavyoondoa furaha. Furaha ni portion ya siku. Ndugu zangu, kitu cha jana akiwezi kukupa furaha leo. Naomba muielewe. Kitu cha jana akikupi furaha leo. Furaha kwa mujibu wa Biblia inatengenezwa kila siku. Hapa nakupa kanuni za maisha ya kibiblia. Furaha kwa mujibu wa Biblia, furaha haitengenezi jana. Kwa mujibu wa Biblia, furaha haitokani na juzi. Kwa mujibu wa maandiko, furaha inatengenezwa kila siku.
Kila siku inatakiwa itengenezewe furaha. Kwa hiyo be very very careful. Unaweza kuharibu furaha ya jana kwa kutokuwa makini leo. Wathesalonike wa kwanza 5:16 mpaka 18. Tusome tu hapo kwa nguvu zote hapo tu Mara ya pili. Mara ya mwisho. Siku ngapi? Siku ngapi? Hata ukiambiwa saa 5 mchana kuna msiba, make sure kabla kulala umerudisha furaha yako. Hata ukiachika saa 7 mchana, kabla kulala rudisha furaha yako. Ukilala na majonzi ya asubuhi, ukilala na majonzi ya jana, siku imeharibika. Furahini katika Bwana. Maandiko mengine yanasema tena, nasema furahini. Kwa nini anasema tena? Anajua furaha huwa inaondoka. Lakini namba 2, furaha iliyopita sio ya leo. Kwa anakutaka tena, anakutaka ufurahi tena. Hapa nasisitiza jambo moja, jiepushe na mambo ya kukutolea furaha. Unajua jamaa ni mkali, unamchokoza wa nini? Unajua siko sawa, kwa nini ushangili? Usijiondolee furaha. Unajua kabisa hana hela, kwa nini unamsumbua? Unajua kabisa huyu jamaa amedhulumiwa hela, kwa nini unamtania? Unajua kabisa ametoa draw na aliahidi kufunga 3, kwa nini unamchokoza? Atakuondolea furaha, atakupiga. Furaha inatunzwa. Ukiona hii safari naenda ama rafiki naenda nao watatibua furaha yangu, jiepushe nao. Tunza furaha yako kabisa. Ukiona huyu jamaa safari naenda nayo, hii ndio itakuwa ngumi mkononi, achana naye, Bwana akupe mwingine. Usiharibu furaha yako. Furahini katika Bwana siku zote. Tena nasema furahini. Wafilipi 4:4. Soma watu wote, soma. Kwa nini anasema tena? Kwa maana ya jana yahesabiki leo. Kwa hiyo unahitaji kufurahi tena. Ndio maana anasema furahini katika Bwana siku ngapi? Siku ngapi? Siku zote. Tena ukishafurahi tena, nyosha mkono sema nahitaji furaha tena. Bwana Yesu nipe furaha tena. Nahitaji furaha tena. Nilikuwa na furaha wakati na kazi ikaondoka. Nilikuwa na furaha wakati na mahusiano mazuri yakaharibika. Nilikuwa na furaha wakati na ndoa nzuri ikaharibika. Nilikuwa na furaha wakati na pesa zikaondoka. Lakini kwa andiko hili tena 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 nahitaji furaha tena, nahitaji furaha. Pokea. Namba 6, ili utengeneze siku yako, hakikisha unaishi kwa shukrani. Wathesalonike wa kwanza sura 5:16 mpaka 18. Furahini siku zote, na mengine ombeni bila kukoma, na mengine shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Mambo ya kufanya always pale anataja ni furaha, ingine anataja ni maombi, tutakuona baadaye, lakini na shukrani inatajwa kufanyika always. Uwe mtu wa shukrani. Katika hili usibebe siku yako na lawama. Usidekoreti siku yako na lawama na manunguniko. Ipambe siku yako na nini? Hata pamoja na yote na kushukuru Mungu, kwa maana najua utafanya zaidi ya hili. Hata pamoja na ameongea hivi na kushukuru, sababu Mungu kuna siku atajirudi, ataona ukweli wa jambo. Mshukuru Bwana siku zote. 7 ili siku yako ende vizuri, ili utengeneze siku yako, siku isipite bila kufanya kazi ya Mungu.
au kufanya huduma. Siku isipite bila kufanya kazi ya Mungu au bila kufanya nini? Huduma. Make sure you serve every day. Ili siku yako iwe perfect, hakikisha unafanya huduma. Hakikisha unatumika kwa vipawa, karama na uwezo aliokupa Mungu. Wakorintho wa kwanza 15:58. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Siku ngapi? Mkazidi kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Ningependa kusisitiza hii kidogo. Mungu anakuhesabia credit sio unapotumika Jumapili. Mungu anakuhesabu siku yako ni njema unapoifanya kazi ya Mungu siku zote, always. Kwa hiyo anakutegemea. Usisubiri fellowship. Watu wengi mnatumika pakiwa na fellowship. Wengi mnatumika ukimwona mchungaji. Mungu unamtumikia siku zote. Maana yake hata ukiwa uko nyumbani ambapo mimi sipo, Mungu anatumikiwa siku zote. Kama wewe umepewa huduma ya kutia moyo, siku isiishe hujamtia mtu moyo. Kama umepewa huduma ya kuwa muombezi, siku isiishe hujapiga magoti kumwombea mtu. Kama umepewa huduma ya kufuatilia Wakristo au wachanga, siku isiishe hujafuatilia. Huduma yako unapokuwa hujaifanya kwa siku karuka, umeharibu hiyo siku. Rudisha andiko. Muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Siku ngapi? Siku ngapi? Siku zote. Siku ngapi? Siku zote. Siku ngapi? Siku zote. Ndio maana Biblia muimarike, kwa sababu kuna mahali utachoka. Kuna mahali utaishiwa nguvu. Anasema muimarike kwa sababu kazi ya Bwana inatakiwa kufanywa siku zote. Kuna watu wanaimba hapa, anakuja kuimba Jumapili peke yake. Hii sio kazi ya Bwana. Tunategemea ukaimbe, ukaofanya watu wamjue Mungu hata huko unakokaa, hata nyumbani kwenu. Muimarike, muifanye kazi ya Bwana siku. Kuna watu wanatoa sadaka kanisani peke yake kwa sababu wanataka show off kwa mchungaji. Ila kama umepewa huduma ya kutoa, toa kila siku huko uliko. Na kutoa sio lazima mambo mengi. Kuna watu mna uwezo wa kutoa nguo, kuna watu mnaweza kutoa chakula, kuna watu wamepewa huduma ya kutoa Bwana. Kama umepewa huduma, fanya siku. Waebrania 9:6. Some tena wote. Mambo ya nini? Now, neno ibada pale sio worship. Neno ibada pale ya makuhani maana yake kufanya kazi ya ukuhani. Sio kwenda kuabudu. Ni okay ni hivi imekaa vizuri. Okay, when everything 1 2 3. Umeona nini pale? Umeona nini pale? Ministry, sio worship. Biblia Kiswahili inasema mambo ya ibada. No, when everything has been done, has been arranged like this, the priests, yani makuhani, entered regularly into the outer room to carry on their ministry. Daima, regularly, non-stop, waliingia katika chumba kile maalum kwa ajili ya kufanya nini? Huduma, ministry. Kwa huduma inafanywa kila mara. Huduma inafanywa kila siku. Huduma inafanywa kwa kurudia. Sio unapojisikia. Namba 8, kuomba. Namba 8, kuomba. Ndugu zangu, kuomba ni swala la kila siku. Watu wengi mnashindwa kuomba kila siku kwa sababu hamjui hamjui mitindo ya maombi. Niseme hivi, kinachowatesa watu wengi msiombe kila siku sio pepo. Kinachowatesa watu wengi msiombe kila siku sio pepo. Japo na pepo wanazuia watu kuomba.
usinichukue vibaya na tukizungumza. Kinachowatesa watu wasiombe kila siku sio pepo. Japo pepo anawafanya watu wasiombe pia. Lakini kinachowazuia watu wengi zaidi ni kutojua mitindo ya kuomba. Kuomba kuna mitindo yake, kuna staili zake. Kuna namna mbalimbali za kuomba. Ukishazijua hizi namna ambazo tutakugusia baadaye, utakuwa na uwezo wa kuomba kila siku. Kwa sababu swala la kuomba halitakiwi kurukwa siku hata moja. Narudia. Swala la kuomba halipaswi kurukwa siku hata moja. Nisisitize kwa kusema hivyo unavyonisikiliza. Unaporuka siku moja hujafanya maombi hata ya aina yoyote au ya mtindo utakao kuambia, siku imeharibika. Kwa hiyo watu wengi mnaharibu siku zenu wenyewe. Na unapaswa kuitengeneza siku yako. Njia mojawapo ni hii namba 8, maombi. Siku ikipita hujafanya maombi, narudia kwa nguvu zote, wewe ndo umeharibu siku. Wewe ndo umetoa mwanya. Wewe ndo umeyakaribisha hayo. Sio kwamba shetani ana nguvu sana. Kuna mambo mengine unampa nafasi sababu hujaomba. Ukienda kitabu kile cha Luka 18 mstari wa 1, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Siku zote. Siku zote. Wala msikate tamaa. Which means hii kukatisha tamaa ndio inakuja nafasi ya shetani sasa pale. Kukatisha tamaa ni vikwazo, vizuizi. Lakini maandiko yanasisitiza hata kama kuna vizuizi mojawapo ni uchovu. Vizuizi mojawapo ni maumivu ya mwili. Mimi huwezi kunipa excuse ya prayers kwa sababu nina hakika na mwili kama wako. Kwa sababu kizuizi unachokutana nacho na mimi ninacho. Tena uenda zaidi yako. Maandiko yanasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Kwa nini? Kuna kukatishwa tamaa ya maombi. Lakini pamoja na hayo omba siku zote bila kuruka moja. Ukiomba Jumatatu usirelax kesho. Unaweza kubadilisha tu mitindo ya maombi. Ukatoka kwenye kufunga ukaingia hivi. Ukatoka kwenye kutamka hivi ukatamka hivi, lakini kinachotakiwa ni kila siku. Inapohesabu siku, prayer must be offered. Siku, matatizo mengi mnaotuletea hapa matusumbua, kwa sababu you don't pray always. Ataki nyingi zinazowataki, you don't pray always. Udhaifu, kujisikia siwezi kuendelea. Siwezi kuendelea, nimechoka. Na hisi niishie hapa. You don't pray. Maombi ni kila siku. Unaweza kubadilisha mitindo, unaweza kubadilisha season, nyakati. Jana nimeomba muda huu, leo ngoja niombe muda huu. Unabadilisha nyakati, unaweza kubadilisha mitindo utakayo kufundisha baadaye, lakini ni lazima yafanyike kila siku. Hakuna likizo ya kuomba. Hata kama ungepata likizo kazini, wakasema nenda Ngorongoro au Serengeti, wanyama hawaliplace maombi. Hata kama ungesema okay naweza kusema ngoja niende Dubai, lile jangwa haliplace maombi yako. Uko jangwani, uko msituni, uko kwenye meri, uko kwenye ndege, pray always. Luka 21:36, basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Hapa anachosisitiza kesheni. Neno kukesha maana yake ni kukaa, ni kama unakuwa switched on. Sio kulala, sio kukesha usiku inayozungumzwa hapa. Kuna mkesha wa usiku, uso mkesha usiku. Neno kesheni mkiomba maana yake muwe alert. Always be tuned on. Usiwe off. Which means Biblia inaposema kesheni, Biblia Kiingereza inasema watch and pray. Uwe macho. Kuwa macho sio hivi. Maana yake hata kama umelala, kuna watu ambao kizoea maombi itakayofundisha, hata kama umelala utasikia neno kwa lugha. Always uwe on. Usiwe off. Umekwisha ukiwa off. Be on watch. Somebody shout on. Be on watch and pray always that you will have the strength to go safely through all those things that will happen and to stand before the Son of Man. There is a version inasema to escape. Mtafutie. Kuna vitu vingi hamje escape kwa sababu you don't pray always. Kwa hiyo kuna namna ambavyo Mungu ameyatengeneza maombi ya kila siku, mengine na kusaidia kuescape. Kuna wengine mnashindwa kuescape ajali. Kuna wengine mmeshindwa kuescape divorce. Kuna wengine mmeshindwa kuescape kufeli mtihani. Why you don't pray always? Angalia, be always on the watch and pray that you may be able to escape. Why pray always? Because pray always will help you to escape. Kuna situation that you escape. How? You don't pray. Ni namna gani utakwepa? How are you gonna escape? Umelala. Hata siku ya leo umekuja kuombea hapa kanisani.
Uliposikia mtumishi anasema let us pray, hauna habit, hauna tabia ya kupray always. Kuna mambo mengine hamta escape. Hilo janga ambalo linakupata huta escape, linahitaji prayer ya always, sio kuwekewa mkono. Biblia inasema wekeni mkono always ili muescape. Na mmedanganywa kwa sababu wachungaji na watumishi wengi wanataka waonekane ni maarufu. Watumishi wengi wanataka waonekane wana nguvu. Kwa hiyo wanawatuni waombe wao tu. Mtumishi kukuombea ni sawa, lakini hapaswi kukuambia kwamba maombi yake yanafanya kila kitu. Na nikufundisha somo la mkono, unawezekana usiweke mikono kila siku. Hata mimi utanigomea. Mikono ina kazi yake kusolve matatizo, sio yote. Sehemu kubwa ya vitu vyako kuwa solved vimewekwa kwenye maombi yako ya always. Wametikia wachache, hawataki maombi. Watu hawataki maombi. Sioni sauti, sisikii. Watu hawataki maombi. Kama unataka maombi sema oh yes. Rudia. Hebu angalia version. Be always on watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. Listen to me. Kuna vitu ambavyo they are about to happen in your marriage. They are about to happen in your career. They are about to happen in your office. They are about to happen academically. But ukipray always, unavipush forward au unavieradicate kabisa. Mungu akupe roho ya kuomba siku zote. May you pray always. May you pray always. May you pray always. May you pray always. Aparu, may you pray always. Biblia inasema why? So that you may escape. Kumbe kuna mlango Mungu ameutoa wa kuescape matatizo. Kuna vitu ambavyo havitaki kukutana navyo. Kuna vitu havitaki kutuharibia maisha. Kuna vitu havitaki kuharibia siku. But always pray. Sio siku mbili unaacha. Kuna watu wengi ambao wanashindwa kupray always. Akifunga maombi kwa mfano siku 3, siku akitoka kwenye maombi anapumzika miezi 3. Hawa watu wana shida kuliko watu wote. Kwa sababu huo muda shetani uliofunga siku 3 ulimnyima chance. Hii miezi 3 atakurarua ipasavyo. Kuna watu akiomba siku 7 anapumzika miezi 2. Sio hivyo. Unachotakiwa ni kubadili huo mtindo. Unatoka kwenye kufunga sasa unaomba maombi mengine ambao nakaribia kukueleza. Unachotaka you have to pray. Waefeso 6:18. Put in your mind, unapoomba usiache kuombea wengine. Na wenyewe nini unaombeaje? Praise. Kwa sala zote na maombi mkisali kinamna gani? Mkisali kila wakati. Biblia inasema kila wakati. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Kwamba katika maandiko, katika maombi yako ombea na watakatifu wote. Pia kwa ajili yangu mimi, yani huyu ni Paulo mtumishi. Hutaki kuniombea mnapojisikia kama mtumishi. Au hutaki kumwombea baba yetu John kama mnavyojisikia. Anasema mnapoomba kila wakati muombee watakatifu wote. Na 19, pia na kwa ajili yangu mimi. Huyu ni mtumishi anasema. Kwa hiyo mtumishi anatakiwa aombewe always. But nyie mnamsengenya always. Paulo anasema pia kwa ajili yangu mimi nipewe usemi wa kufumbua kinywa changu ili nihubiri injili kwa ujasiri. Siri ya injili. Anasema katika huduma yangu ya injili, you need to pray for me always. 20. Ambayo hiyo injili mimi nimekuwa mjumbe katika minyororo hata nipate ujasiri katika huyo kunena jinsi ipasavyo kunena. Unataka mchungaji wako ahubiri sawa sawa, unataka ahubiri inavyotakiwa, anene inavyotakiwa. Biblia inasema pray for him always. Kwa hiyo maombi ya kumwambia mtumishi sio special. Kesho tutakuwa na maombi ya ratiba ni sawa, lakini inatakiwa maombi ya ratiba ya kusaidia tu kukusanya watu. Ratiba isianzishe jambo jipya. Ratiba jipya liwe ni kukusanya watu. Narudia, mnapoomba maombi ya ratiba yawasaidie tu kukusanyika pamoja. Ila hilo swala linatakiwa kuwa linaendelea kivyako always. So mnamwombea mtumishi tu unapokusanyika. Unaombea utakatifu wote unapokusanyika. Tuombea Kristo. Leo tuombea shirika. No, ili tuwaombee ina language ya kwamba tukusanyike, tuunganishe nini? Nguvu. Lakini before hata mjakusanywa waombea shirika, Biblia inasema siku zote. Nao mitindo itakayokusaidia. Mitindo itakayokusaidia kuomba siku zote. Badilisha seasons. Baadhi ya maandiko
I don't know kama mtapata version ambazo zinasema pray always, zinasema pray in all seasons. Seasons ni kama ifuatavyo. Kwa mfano, nimeamua kuomba nyakati ya usiku, and then nikaacha. Ukichange mtindo, omba mchana. Akili huwa inapenda vitu vigeni. Akili huwa inapenda mazingira mageni. Akili yako itakwambia hiki ni kingine. Kwa hiyo utaomba mchana kwa nguvu. With all prayers and supplication, pray at all seasons. Season nyingine ni kama ifuatavyo. For example, umeomba sana nyakati za mchana, asubuhi. Change nenda jioni. Au ulikuwa unaomba sana kipindi cha mvua. Change season. Tafuta mahali ambapo kuna ukame. Go and pray. Mwili wako ukishaubadilishiaga mazingira au nyakati, unaanzaga moja. Unahisi hili ni jambo zuri. Kuna mtu akiomba anaweza kupata ugumu kwa sababu ya joto la Dar es Salaam. Yapo maeneo yenye baridi tena hapa da. Ipo miinuko, yapo maeneo. Go there. Badilisha nyakati. Badilisha maeneo. Hiyo ni style ya kwanza. Style ya pili ambayo ni B. Ukifuruliza kuomba milimani, kuna wakati mwili unakataa. Hii mili bana ina matatizo. Ina kinai. Hii mili ina tabia kufanyaje? Ya kukinai. Toka milimani, kaombea sehemu zingine. Nenda kwenye prayer room. Ukizoea unaombea kanisani, mwili unazoea. Mwili una tatizo, kitu kinaitwa mazoea. Always pray in church, unachoka. Toa out hiyo mwili. Nenda sehemu nyingine. Unashangaa pray na kuwa na nguvu, utafikiri roho ndo kashuka. Always roho yupo, ila na mazingira mengine. So change location. Change prayer point. So kio ukisimama hapo, naomba ndoa, anikubali. Tunaona kana konda tu. Anikubali, baba, anikubali, naweka mafuta, anikubali, aradali juu, anikubali, nachanganya na chumvi, anikubali. Listen, change prayer point. Usikae eneo moja. Change it, ile prayer utarudi baadaye. Change. Ombe ile. Unavyo-change prayer point, mwili wako unakusupporti. Kwa sababu nimekwambia mwili una kinai. Wala sio roho haina shida. Mwili. Nakumbuka unaomba mwilini. Kuna mwingine anaombea gari kila siku. Gari. Huyo. Change prayer point. Badilisha yale unayoombea. Sina maana unapobadilisha haya mengine una imani utarudi. Ombea hili. D. Ili uweze kuomba always. Badilisha mitindo ya mikao. I don't know kwa Kiswahili kama imekaa sawa. Ya mwili wako wakati wa kuomba. Usiombe masaa mengi kila siku umepiga magoti. Unaweza kudevelop tatizo la magoti na ukawa umeharibu maombi yako. Alafu kafikiri ni hataka. Nimekwambia mwili na maombi haviendi. Mwili unatakiwa uwe mjanja kuupeleka kwenye maombi. Yaani you have to be very wise. Badilisha. Hapo unatembea, unaomba, baadaye lala. Na ukijisahau kalala sana unapitiza na usingizi. Mwili hauna urafiki na maombi. Mnaomba mnielewe. Unatakiwa utreat kwa akili mno. Nakaribia kulala, amka, tembea, piga magoti, inua mikono. Ukiinua mikono muda mrefu inachoka. Shusha, fanya kingine. Ubadilishe mtindo, utashangani masaa 4 nimeomba. Unanielewa? Mitindo kwa mfano kuzunguka nyumba. Alafu wengine mnaishi kwenye nyumba zenu, hamjapanga, nyumba ni ya kwako, kiwanja ni cha kwako, unaogopa kuzunguka nyumba, ito utasema ninaloga. Kama unaloga ni nyumba yao. Surround your house. Pasipla antakaba. Baba katika jina Yesu, nazungusha ulinzi kwa nyumba hii. Naomba sui, acha kuone si ya kwako. Ile ikiwa ya kupanga, ogopa. Mwenye nyumba akipewa taarifa, na kushauri kama ya kupanga, zunguka wapi? Ndani. Badilisha mitindo tofauti. Hii ndio uwezo wa kuomba nini? Always. Changanya maombi yako na kuabudu na kusifu. You pray always. Yaani unakuwa na test na ladha tofauti za maombi. Changanya maombi yako na kusifu na kuabudu. Changanya na nyimbo. Alafu ya mwisho F, omba na wengine. Hii itakuboost. F, omba na wengine. You feel leo nitaweza. So mnapigia problem urafiki. Nikifika hapa na kuwa mkali. Nina uhakika urafiki asilimia 99 mlionao hapa ni wa kijinga na wa kipepo. Wala Mungu hausupport. Urafiki kupitiana kwenda kula, uso urafiki, na usiuendekeze utaenda jehanamu. Urafiki gani kwenda kula always? There is no word of God, there is no God in your conversation.
and you call that is my best friend. Vunja urafiki. Kuwa na urafiki ambao unapiga simu, "Hello, najisikia uvivu kuomba, unaweza kuniescort kanisani?" Yeah, let us go. That's your friend. Uweze kupiga kwa sababu una vimbea tu, vina midomo mirefu kama kasuku. Vinaongea ovyo. Anaongea la huyu, anatoka anaongea la huyu, anatoka. That's why anybody mwenye stories za watu, mimi sio rafiki yangu. I don't like it. Let us speak the word of God. Tuongee neno. Oh yes. Hello? Oh yes. Tafuta mtu akusupport kwa nini? Huyu anaitwa prayer partner. Ukiwa na prayer partner lazima uombe always. Kwa sababu the day uko weak, yeye yuko strong. Kwa sababu unachotaka wewe ni kumaintain isipite siku. Prayer partner anaanza kuwa mkeo, anaanza kuwa mwanao, rafiki. Lengo ni kunyanyuana isipite siku. Naomba kila muumini aliyeko hapa, naomba unanisikiza, kaifanye hii kanuni ya kutengeneza siku. Hakikisha siku haipiti. Fanya hivyo consecutively for 30 days. You will see your life how will change. For how many days? Leo tarehe 1, 2, kama mwezi una 31. Afu cheki maisha yako. Problem, unaomba siku 3, ya 4 una break. Unalala mpaka asubuhi, there is nothing. Ukiamka hakuna hata kupraise, no reading of the Bible, hakuna hata neno linatoka. Ukitaka kuomba always masataka pradia matos. Sijui kama na watu wanataka kuomba siku zote hapa. Sijui kama ninao upande wanataka kuomba siku zote. Hey, wanataka kuomba always. Ukitaka kuomba always, develop tabia ya kuomba pale unapohisi danger. Au kuza tabia, maana najua ipo ila uikuze, ya kuomba unapohisi hatari, unapotishiwa, unapokuwa uelewi jambo. Yaani kitu kama ukielewi, usilale. If you see confusion, you don't understand. This is A, this is B. Can I go or not? Can I pick it or not? Can I accept him or not? Don't go and sleep. At that moment, at the very minute, start praying. Usiache confusion pending. Hamnielewi najua. Usiache confusion pending. It's a big mistake. Anakuja mtu anafanya kitu au anakuletea proposal fulani, inakuconfuse. On that minute, anza kapra patadabakatarabadia. Baba, katika jina la Yesu, wakati unakuita Jehova, wewe ndio Mungu unayejua kila kitu. That minute, wewe ndio Mungu unayejua kila kitu. Wewe ndio unamfahamu huyo mtu. Kwa hiyo yasema mimi kama sielewi. Baba, katika jina, mtu akikuchumbia na uelewi, at that minute pray. Hata kama ameficha mambo yake, kesho utasikia story na kuambia. Hawanielewi upande, kesho utasikia story. Tumezungukwa na watu fake duniani. Wanaofake smile, wanaofake utu wema, wanaofake kazi, wanaofake identity zao. At that moment kuna kitu kinakushtua. Roho Mtakatifu anakushtua. Kama uelewi, usianze kumuuliza shoga, usianze kumuuliza mtu, huyu mwanaume unamuonaje, huyu mfanyabiashara unamuonaje. At that very minute, masata yakatakataya rashatakataka prakatia mande rekusa katama hanta rekusa tarabakinda rinda kataya bahete rekakakakate rakatayaka rayakatakata rakaya. At that minute, cry. Receive that ability. Receive that power. Receive it. Ukidevelop tabia, you will pray always. Umechanganywa kazini, you start crying. You cry 2 hours, you pray 1 minute. What nonsense is that? Kwa watu ambao wana pray always, you know them. Kitu kimeconfuse, funga mlango, ingia chumbani, funga madirisha, piga magoti kama unaweza, au kama unaweza kutembea. Confusion maana yake ujue tu unachokiombea. Confusion wewe kumwalika Mungu kwenye situation. Wewe fanya kumwalika Mungu tu. Watu wengi wanataka waombe kitu wanachokielewa. No, hutaweza. Kuna vitu hujui uombe nini. Wewe mwalike Jehova. Baba, katika hali hii iliyonitokea, katika haya niliyosikia, katika haya ninayoona, sijui nifanyeje, hata sielewi. Wewe ni Mungu uliyeumba mbingu na nchi, uliyekuweko, utakaye kuweko. Ingia katikati. Jehova,
mnaharibu maisha? Why mnaharibu siku zenu? Linakuja jambo zito, unakuja umbea mzito. Unakuja mbea mzito. Inakuja taarifa mbaya. Inakuja kashfa mbaya, and you keep quiet. Not me. Ona umechanganyikiwa, nini? Unafungwa. Wamegundua umeiba kazini, unafungwa. Bosi amesema hivi, hata kama umeiba kweli unamwendea, maana unapokukimbilia. Can I advise you, my dear? Even if you go wrong, even if you commit a sin, don't run away from God. Run to Him. Run to Him. You have no hiding place. You have no dwelling place. We have only Jehovah. We don't run out of. We run inside. Listen, Mungu ni Mungu. Wapenzi, Mungu ni Mungu. Mungu akimbiwi. Hata kama umetenda vibaya, yeye ni Baba, rudi kwake. Hata kama sema sasa nakufukuza, nakupa taraka ya kwanza, ya pili, mpaka 22. Nakupa taraka masotekereketeketo jelekete barahanta katus kama hante ripra atakano kose kata yamana pereketeketo shita kama anda katis kamande periska tila kataya mande para makatoko prakia perita tis katayana daya kataya daya tatatataya rakakakata rarabasakata rayaya pakato. Speaking tongue. Tell your neighbor, do not let your confusions pending. Why are you leaving them pending? Speak in tongue. Pray. Pastors, pray. Washirika, pray. Wanananga, pray always. Pray always. Can somebody speak in tongue right now? Shakakakakato. Neruskataya mande. Shatatata mahasagato. Rakakataya baye. Rasote. Rakakakate. Shalakata. Masote kataya. Paruske namaheta. Rikatakahita. Parabasakata. Ramasagato. Shalakata. Rakaya baba sakataya taya. Risakatakata. In Jesus' name. Do not let your worries pending. Do not leave your confusions pending. Oh, yes. Do not leave your frustrations pending. Always kiona kitu kielewe. Yani kama wewe sambamba na hiyo, hata furaha inayokuja, put it in prayer. If you are so excited, if you are so happy, if you receive any good news and you become so excited, don't stop there, including prayer there. Yani pray always, amnielewi, ni kwamba kila kitu prayer, on top prayer. Mabaya yana prayer yake, mazuri yana prayer yake. Yani hakuna kitu nakiacha pending. Ukikamata hii kanuni, ulikuwa desperate, uko unatafuta ada ya shule na umepata ada ya shule, ulikuwa unaumwa na umepona, usisubiri Jumapili ili ushuhudie. Tonight, at that minute, maso prekete na mana. Luka 10:17. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha, wakasema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. That was a testimony. Bwana Yesu, umetutuma, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Saa ile masaka ile mimi hicho ndio nachokipenda. Tukio likitokea, don't wait for Sunday. Oh, yes. Saa ile oh, yes. Yesu alishangilia katika roho. Oh, yes. Kushangilia katika roho, you understand, ni ile furaha ya Roho Mtakatifu. Maneno nao toa sio ya watu, ni ya Roho Mtakatifu. Anafurahi but in the spirit. Saa ile Yesu akashangilia katika Roho Mtakatifu, akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, ya kwamba hayo umewaficha watu wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Akaanza kuongea maneno ya sifa. Saa ile uonge subiri kushuhudia Jumapili. Watu wenye tabia za pray always, unawaletea taarifa nzuri, they pray. Unawaletea mbaya, they pray. At the very hour, not tomorrow.
Wewe unaichukua lile zuri na kuondoa, linaanza kukupa utukufu, linakupeleka mbali. Mwingine anachukua baya linampeleka kwenye frustration. Don't allow it. At that minute wamekuambia kazi umekosa. Ile interview umekosa. At that minute wanakuambia ule mtihani umefeli. Masuple inta kazuple inda bayada, wamenyamaza watu makutekete. Hizi ni tabia za watu wanao pray always. I like prayers. I love prayers. Na ni ngumu kupenda maombi kama unataka kujifunza. Jifunze na uwe muombaji. Utababishwa na kinyamkera. Utababishwa na story yoyote mjini. Utababishwa na mtu anayekunyima hela. Utababishwa na mtu ambaye hakupendi. Utababishwa na mtu anayekunyanyasa. If we pray always, malaika kwanza na kuzunguka saa zote. Kaya basaka tayamaya. Raya ya yamaya. Watu wengi mmechange kutoka kwenye pray always, mmeenda kwenye pray for me always. Ukitaka kutengeneza siku yako, namba 9. Ukitaka kutengeneza siku yako, chunga ulimi wako. Ukitaka kutengeneza siku yako, chunga ulimi wako. Chunga ulimi wako. Chunga ulimi wako. Matumizi mabaya ya ulimi yanaharibu siku yote. Tunajifunza kanuni au mambo 10 ya kuzingatia ukitaka kutengeneza siku yako iwe njema. Haya mambo ni ya kila wakati, haya mambo ni ya siku kwa siku, haya mambo ni ya siku zote. Petro wa kwanza 3:10. Tusome wote. Na kuona siku njema. Aha, simple. Very simple. Yaani hii haihitaji hata kufafanuliwa. Utaongeza vitu vichache. Unataka siku njema ile pale. Kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema. Ukitaka uione siku yako inaenda njema, moja wapo ya kanuni ambayo nimeona nisisahau. I have to teach you. Biblia inasema na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake usinene hila. Hapa ndo msingi wangu, sipendagi mambo yafuatayo. Umbea. Usengenyi na umbea. Haya ndo maneno yanaharibu hayo. It destroys your day. Unakuta unafuraha, unaletewa jambo, moyo unajikunja saa ile. Wengi mmeharibiwa. You don't like ECG because of what you hate. You don't like Imagine because of what you hate. You hate the apostle now because of what you hate. Lakini still ukitaka kujua una akili mbovu, bado uko hapa. Umbea unaharibu siku. Angalia siku ile ulipoletewa maneno. That's the day haukuongea na mumeo. Huyo aliyekuletea amesofu, ameleta shida. That day umeambiwa neno na bosi, ndio ulizira ukaacha kazi. Mpaka leo una kazi. You had. Umesikia? Una habari. Tabia za uswahilini hizi. Sitaki hapa. Wote mlio nyamaza naombea. Sitaki hapa. Utaona mikono michache kwa sababu umbea umetaradadi baba, mama, mtoto. Chakula kinaliwa. Watu wanakula talking about somebody. Chakula mnakula na matapisha watu. We don't speak about people. We speak their testimonies. Tell a neighbor, we don't speak about people. We speak about their testimonies. Testify. Mama, I say kuna mtu mmoja ameokoka. Mungu ni mwema. That's a testimony. Kuna mtu mmoja kapata kazi alipoombewa miaka mingi. That's a testimony. Lakini mtu kaachika. Is that a point? So okay, mko nyumbani kwenu mtu kaachika. Baada ya discussion ya baba na mama, acheni ujinga acheni uswahili. Mtu kaachika, mnaongea nyumbani. Then what? Lakini mkisema huyo mtu karudia na mama yake, ina build ndoa yenu wenyewe kwanza. Inawajenga. Mnajengwa nini katika kuachika kwa mtu? Hapa ndio shika sasa. Apostle, huwezi kumaliza matatizo. Nielezee, nimefukuzwa kazi, Mungu anasemaje? So nataka kuniambia juu ya bosi kafanyaje? Mfanyakazi mwenzangu Sofia mimi namwambia Sofia. Unaniita Sofia wa nini? Subiri kabla hujaniombea, hata nikwambie juu ya Mose. Yaani Mose. Subiri kidogo nikwambie juu ya Ali. Kwa hiyo kwenye tuko ofisini tunamwongelea. Mimi mtaalamu anamwongelea Ali mimi. I say, usioka nitoa ujinga ukanikuta niko hivi. So watu mnaharibu siku sababu hii ikija inakuparalyze, mambo mabaya. Hata kitu kama ni kibaya about me, don't tell me. Mungu atanifunulia kama hataki. Acha kije. Mimi namwamini Roho Mtakatifu yuko nami. Namuota usiku na mchana. If akiona hawezi kuongea na mimi, let it be. Usiniharibie siku
na mimi siwezi kuharibia siku. Nikija kwako nitaongea juu yako. Huu sio usengenyi. Ukiwa ujasiri wa kwenda kumwambia mtu direct, huu sio usengenyi. Hii tunakaa hapa tunamzungumza mtu mwingine. What nonsense. Siku za watu zinaharibika hivi. Watu wanaanza kuwa na mudi. Watu wanaanza kulia. Watu wanakosa matumaini. Story. Biblia sema chunga ulimi kama unataka siku njema. Chunga masengenyo na umbea. B, chunga maneno ya uchonganishi. Usientertain maneno ya uchonganishi na usishiriki. C, matusi. Maana nasema kitabu kile cha Waefeso, matusi yasitoke vinywani mwenu. Ingia matusi, nyimbo zanazosikiliza matusi, anaongea matusi, afu kaokoka. Na maandiko yanasema katika Yakobo, chanzo kimoja cha maji akiweza kutoa chemichemi mbili, na kinywa kimoja akiweza kutoa baraka na laana. Matusi makubwa makubwa. Mwingine umemsave mtu kwenye matusi, umemsave jina matusi. Mwingine unasikia, "Oya, wewe mjinga," na umeokoka. Hata kufuatia dunia haikupeleki mahali popote. Sisi tuna language zetu, tuna maneno yetu ya staha. Mwite mtu mpendwa, ujambo, Bwana Yesu asifiwe. Kaka au dada, ujambo. Mtumishi mwenzangu, ujambo. Unamwita mtu mjinga, taira. Wewe mjinga uko wapi? Naogopa kuongea vitu vingine vibaya. Mtoto mjini, mtu ameweka simu anaongea. Huyu anaongea nini? Mtoto wa nani huyu? Biblia inasema the moment ukiruhusu kinywa chako kunena mabaya, siku imekufa. Mmeharibu siku mara ngapi? Nauliza, mmeharibu siku mara ngapi? Hiyo ni C. D, uongo. Uongo ni maneno ya kutunga sio kweli. Unaharibu siku. Uongo. Ukiona umeongea uongo, that day imekufa. Imeharibika. Yasema ukitaka kuona siku njema, jizuie ulimi wako usinene mabaya. Haya yote na kutamkia ni mabaya ya ulimi. Nimeanza na usengenyi na umbea, nikaja nini? Maneno ya uchonganishi. Nikaja maneno ya uchonganishi, afu nikaja nini? Afu nikaja matusi. Nimekuja D, uongo. Na kuna watu alali mpaka ongea uongo. Uongo ni ile ambao unakaa chini una create kitu ambacho sicho. Au uongo ni correspond kinyume na ulivyoulizwa, una divert. Lies. Haya maneno Biblia inasema ukitaka kuona siku yako, wengi hapa mmeharibu siku zenu. Wengi hapa mmeharibu siku zenu. Na that day ulikuwa upate mkataba wa kazi. That day shetani anajua tumwalibie siku, tumpelekee uongo. Maandiko yanasema kilikaa kikao mbinguni, kikasema tumfanyeje mfalme Ahabu. Maandiko yanasema akatokea pepo, akasema mimi nitaenda niwe roho ya uongo ndani yake. Na maandiko yanasema yule pepo akaruhusiwa, akaenda akawa pepo wa uongo ndani ya kinywa cha Ahabu. Ahabu akaanza kuambia Israeli uongo. Mungu akampiga Ahabu. Imagine kikao kinakaa, tumfanyeje Ahabu? Maana Mungu alikuwa amemkasirikia. Pepo akasema simple, mimi ni pepo wa uongo, nitaenda kwake. Imeandika nasema akaenda kumwingia Ahabu. Alipomwingia tu Ahabu akawa muongo kwa kila kitu, akapigwa na Mungu. Wewe umepigwa mara ngapi? Mapigo sio lazima ufe. Unakosa ile appointment nzuri, that's why unaenda upate kitu kizuri. Lile jambo karibia linatokea shetani na kuingiza uongo. Na kama unakuasha vile, na watu wengi mnanisikiliza hapa, you have got that weakness. I must tell you a lie. I must lie. I must lie. Biblia inasema ukitaka kuiona siku yako njema, siku, yani maana yake siku inatengenezwa na ulimi. Usinene hila. Maneno ya udhaifu. Usitusumbue na kuombewa hapa. Usitusumbue tukuwekee mikono. Acha kutuchosha na kutuzeesha mapema. Endapo tunakuombea afu unatoka hapa unaanza kuzungumza, hivi kazi nitapata kweli? What nonsense? Umetoka kanisani? What nonsense is that? Yaani tumekuombea hapa kwa jasho na uwezo kujua tunapitia maisha gani mpaka kukuombea. Unatoka hapo unasema, hivi kweli ile aliyosema mchungaji itafanikiwa? Why did you come then? Kwa nini ulikuja sasa? Kwa nini ulinichosha wakati naombea watu maelfu nikakuwekea nawe mkono? Kwa nini ulichosha nguvu zangu? Ameniombea lakini ile pastor hamjui mwanaume wangu, hata nifukuza tu. So labda nikuulize, huyu mwanaume wako nataka nimjue hii weje? Yaani mwanaume wako alivyo nimjue mimi kwa nini? Maneno ya udhaifu, siwezi, sitaweza, siamini. Sasa woman namuombea pale anasema, mama nakuombea nataka Mungu akuinue. Mimi siwezi. Sasa namuombeaje mtu aliyekataa? Naendelea kumwambia utaweza. Mimi siwezi. Sio kama lazimisha kuja. Mungu afanyaje kazi sehemu ile? Your confession must always be positive. Ninayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Si kwa uweza, si kwa nguvu zangu, bali kwa Roho Mtakatifu, asema Bwana wa majeshi.
Hayo ndio maneno ya watu waliookoka. Hayo ndio maneno ya watu wa Mungu. Hayo ndio maneno ya watu wa Mungu. Kwa mwanadamu haiwezekani, kwa Mungu yote yawezekana. Hayo ndio maneno ya watu wa Mungu. Ukianza kuchange confession kwa sababu umekaa miaka 7 una mtoto, you are gone. Do not change confession no matter what. Do not. Shikamana na uthabiti wako mpaka mwisho. Shikamana na ujasiri na maungamo mpaka mwisho. Biblia inasema siku utakapotamka maneno mabaya, negative confession au maneno ya udhaifu au maneno kinyume, ni moja wapo maneno mabaya, yanaharibu siku. Unatoka ndani, unaenda kutafuta kazi. Hivi nitapata. Unatoka ndani, unaenda mgodini. Hivi nitapata madini. Umeharibu. Yasema atakaye kuiona siku njema, siku, achunge maneno. Achunge maneno. Umenyamaza watu wa Mbeya na watu fulani hivi. Achunge maneno. Uchunge maneno. Uchunge maneno. Ulioko hapa ndio nitazama, chunga maneno yako ya siku. Naenda jambo la mwisho, namba 10. Namba 10, kutoa sadaka. Kutoa sadaka ni kanuni ya kila siku, sio ya ibada. Wakorintho wa 2:9-8. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi. I receive. Ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna. Imagine mna riziki za kila namna. Unaongelea nguo, tele. Friji inanena kwa lugha. Baya kataya baya. Katika andiko ambalo huwa ni tamu, hata ukiamka asubuhi umekata tamaa. Soma hilo hapo. Mungu kumbe, achana na hao wanaosema msubiri mafanikio, wakatoa ile andiko kwanza. Lakini Biblia inasema hivi. Na Mungu aweza, yani he can. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Kwamba Mungu anataka siku zote mtende matendo mema. Yapi? Matendo yanayozungumza tutaona kwenye Biblia ya Kiingereza, maana yake kutoa. Anasema ili muweze kutoa siku ngapi? Siku zote. Kwa hiyo moja wapo kitu cha kufanya always ni kutoa. Weka aina hivi. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Tukisema kutoa hiki umo. Tukisema kuwapa yatima umo. Tukisema wajane umo. Kuisupport serikali umo. Kusupport kanisa umo. Vikao vya harusi umo. Sio kitu gani umo. Michango ya dharura umo. Biblia inasema uwe tayari kwa matendo mema. Biblia inasema Kiswahili ili uwe siku zote. Biblia Kiingereza imesema at all time. At all times. Maana yake no excuse. Kwa nini no excuse? Mawili. Either ni stingy, selfish, au huna kitu. Now twende amplified. Some. And God is able to make all grace, meaning every favor and earthly blessing, come in abundance to you, so that you may always, under all circumstances, regardless of the needy. Haijalishi uhitaji gani. Hata kama unataka milioni 10. Regardless of the needy, have complete sufficiency in everything, be completely self-sufficient in Him, and have an abundance for every good work and act of charity. Kila tendo jema, yani charity, matendo ya utu. Kwa Kiswahili waandika tendo jema, itakiwa iandikwe matendo ya utu kwa lugha nzuri ya Kiswahili. Au matendo ya ukarimu. Huwezi kuwa mkarimu kabla Mungu hajakujaza baraka zote. Wherever you are, receive it. Mungu akukumbuke. Ajaze bank account zako, afanikishe biashara zako, afanikishe unachokifanya, abariki mikono yenu. Na Jumapili hii na siku hii ya leo unaposikiza ujumbe huu, Mungu abariki mikono yako. Mungu abariki mikono yako. Mungu abariki mikono yako. Kila unachoshika kikabarikiwe. Kila unachokamata kikabarikiwe kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Receive. Maya katayaba. So kumbe at all times,
Biblia Kiswahili inatafsiri siku zote. Ufanyeje? Utoe. Swali, kama leo usingekuja kanisani ungetoa wewe? So utoaji wa Kristo umebaki kanisani. Kuna matatizo aina mbili, either ni uchoyo au either huna. Ya tatu kidogo, au either ujui. Ulikuwa ujui, sasa umejua. Ngoja niongee kwa ustaarabu sasa nimalize somo langu. Ni hivi, unapoangalia siku yako kabla ya kulala, jikague, leo nimetoa nini? Na usiniambie mimi nimetoa neno zuri. Biblia imeongea neno zuri hapa. Biblia imezungumza earthly blessing, baraka za dunia. Sasa mimi nimeutoa moyo wangu. Listen, kila siku unapaswa kujikagua before jalala. Yaani nimekufundisha mambo 10. Unatakiwa yakague. Ngoja nimalize na 10 kwanza. Unatakiwa jikague, leo nimetoa nini na kwa nani na kwa kiwango gani? Na ukiomba Mungu, Biblia inasema always God give bread to the eater and seed to the sower. The big problem, watu wengi wanauliza mkate to spend in their stomach. Nipe. They want to eat. God will always give bread to the eater, wale wa roho wale, and seed to the sower. So when you are praying kwa ajili ya hela, usiombe hela ya kula. Omba hela ya hao. On top of that ndio utapewa hela yako. Mnakosea sana. Mwambie Mungu, ona yatima. Ona majirani zangu. Ona mtoto aende shule siku hizi. Mungu akisikia hicho kilio, kiwe ni katika kweli lakini. Now, he who supplies seed to the sower and the bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Atayaongeza matendo yako ya haki. Utakuwa na matendo ya haki, matendo mazuri kwa watu. Watu watasifia matendo hayo kwa sababu Mungu amekuona wewe ni nani? Unapanda. Rudi mstari wa 9. The Bible says, as it is written, they are freely scattered their gift to the poor. Their righteousness endures forever. Kwamba mmegawa vipawa kwa watu gani? Na haki yenu inadumu. Hapo ndo ulinzi unapopatikana. Hapo ndo utetezi wa kikusingizio unapatikana. You have scattered to the poor, so your righteousness endures forever. Tujitahidi kuwajali hao maskini. Biblia inasema at all times, in every kind of a need. So hii siwezi. Hii nitachangia, hii staki. Kama siku inapita hujafanya ukarimu, imekufa. Apostle, lakini natimiza ile mengine 9 yanatakiwa yote. Yaani hizo kuletea leo ni kama 10 commandments. Ni 10 commandments za nini? Za siku. Piga kelele, daily 10 commandments. Daily 10 commandments. Niliyokufundisha ni daily 10 commandments. Amri 10 za kila siku. Sasa ndugu yangu, umejua kilichokunyima baraka ile? Oh yes. Ukienda nyumbani, oh yes, wewe uliyeko hapa, naone nitazama. Wewe uliyeko hapa naone nitazama. Baada ya somo hili, anza kupitia kwanza, pitia pili mpaka ile ya 10, utagundua wapi wewe unakwama. Utagundua mwingine zote 10. Mwingine atagundua 9, mwingine 8, mwingine 7, mwingine 6, mwingine 5, mwingine 4, mwingine 3, mwingine 2, mwingine 1 peke yake. Lakini na uhakika hakuna ambaye zote anazifanya kikamilifu. Zifanyie kazi hizi daily 10 commandments. Ukitimiza haya, jikane, hiyo siku yako ni njema sana. Utaona baraka za Bwana na Mungu awabariki.